Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alizaliwa tarehe 13 mwezi April 1922 katika kijiji cha Butiama mkoani Mara. Alitokea katika ukoo wa machifu wa kabila la Wazanaki. Baada ya kumaliza elimu yake ya msingi na sekondari, alisoma chuo kikuu cha Makerere, Uganda, na baadaye alipata shahada ya falsafa na uchumi kutoka chuo kikuu cha Edinburgh, Uingereza, akiwa Mwafrika wa kwanza kutoka Tanzania kupata shahada hiyo. Baada ya kurejea nchini, alifundisha katika shule ya St. Francis Pugu na akajitosa katika harakati za kisiasa mwaka 1954. Alianzisha Tanganyika African National Union 5 kwa lengo la kupigania uhuru. Kupitia juhudi zake za amani, Tanganyika ilipata uhuru tarehe 9 Disemba 1961 na mwaka mmoja baadaye ikawa jamhuri, huku Mwalimu Julius Kambarage Nyerere akiwa rais wa kwanza. Mwalimu Nyerere alifariki dunia tarehe 14 Oktoba mwaka 1999 katika hospitali ya St. Thomas, London. Leo anakumbukwa kama baba wa taifa kwa mchango wake wa kipekee katika uhuru, umoja na elimu ya Tanzania. Tanzania na dunia nzima zinaendelea kumuenzi kwa kujifunza maadili ya uongozi wake wa kujitolea, upendo na mshikamano. Leo ni tarehe 14 ya mwezi wa 10 mwaka 2024. Miaka 25 imekatika toka kifo cha rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Basi leo nitakusogezea mambo 7 makubwa ambayo ameyafanya hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Yako mengi, ila mimi nitakusimulia haya 7 tu. Mimi ni Hasani Yusuf na hii ni Iqra FM. Jambo la kwanza, kupigania uhuru wa Tanganyika mwaka 1961. Mwalimu Nyerere aliongoza harakati za kupigania uhuru kupitia chama cha TANU ambacho kilifanikiwa kupata uhuru wa Tanganyika kwa njia ya amani tarehe 9 Disemba 1961. Tanganyika ikawa jamhuri mwaka 1962 na Mwalimu Nyerere akawa rais wa kwanza wa Tanganyika. Jambo la pili ni kuunda muungano wa Tanzania mwaka 1964. Mwalimu aliongoza muungano wa Tanganyika na Zanzibar mnamo April 26, 1964 uliounda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, moja ya mifano ya kipekee ya muungano barani Afrika. Jambo la tatu ni Azimio la Arusha na Sera ya Ujamaa mwaka 1967. Mwalimu alitangaza Azimio la Arusha ambalo alililenga kuleta usawa wa kijamii kupitia sera ya ujamaa na kujitegemea. Alifanya juhudi kubwa kutaifisha mashirika makubwa ya kiuchumi na kukuza usawa kwa kuhakikisha huduma za kiafya na elimu zinapatikana kwa wote. Jambo la 4 ni kupigania umoja na amani ya kitaifa. Mwalimu alifanikiwa kuzuia ukabila na ubaguzi wa kikabila, akiimarisha umoja wa kitaifa kwa kuona Watanzania kama ndugu bila kujali asili yao. Alipambana na siasa za ukanda na dini, akihimiza mshikamano wa kitaifa. Jambo la 5 ni vita dhidi ya dikteta Idi Amin mwaka 1978 hadi mwaka 1979. Mwalimu aliongoza Tanzania katika vita na Uganda vya kumng'oa dikteta Idi Amin baada ya Amin kuivamia Kagera. Ushindi huu uliimarisha heshima ya Tanzania katika ukanda wa Afrika Mashariki. Jambo la 6, kung'atuka madarakani kwa hiari mwaka 1985. Mwalimu alikuwa mmoja wa viongozi wa kwanza wa Afrika kung'atuka kwa hiari, akipisha kizazi kipya cha uongozi. Aliendelea kutoa ushauri kwa viongozi waliomfuata na kushiriki katika siasa za kimataifa kama mpatanishi wa migogoro, hasa katika maeneo ya Maziwa Makuu. Jambo la 7,
mchango katika ukombozi wa Afrika. Tanzania chini ya Mwalimu Nyerere ilitoa hifadhi na msaada kwa vyama vya ukombozi kama ANC ya Afrika Kusini, Frelimo ya Msumbiji na ZANU-PF ya Zimbabwe. Alihamasisha mshikamano wa Afrika dhidi ya ukoloni na ubaguzi wa rangi. Urithi wa Mwalimu unaheshimika hadi leo kwa sababu ya maadili yake ya uadilifu, kujitolea kwa watu wake na juhudi za kuleta usawa wa kijamii. Alionyesha kuwa uongozi wa haki unaweza kuwepo hata katika mazingira magumu. Hayo ni mambo 7 makubwa aliyofanya hayati Julius Kambarage Nyerere, japokuwa yako mambo mengi na chungu nzima aliyofanya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.